nina tabia moja by the way. Nina tabia moja na sijui kama ni tabia nzuri au mbaya, lakini ni jambo tu ambalo niliamua kulifanya. Na marafiki zangu wa karibu wakiwa wanaenda kuoa au kuolewa, nachangia, lakini sichangii kabla ya harusi. Ni baada. Nasubiri mpaka wamalize. Wiki moja, wiki mbili baadaye ndo namtumia ule mchango. Ngoja kwanza. Uliwahi kutapeliwa nini? Hapana. Ulichangia hapo? Hapana. Najua huwa sometimes unaenda beyond budget yako. Mara nyingi unaenda beyond budget yako. Sababu sawa, kuna kamati wanakuwa wamepanga mipango kila kitu, budget ya hiki ni hivi. Lakini hizi siku mbili za mwisho hizi kabla ya harusi, kuna vitu ambavyo vinaibuka ambavyo vinakuvuruga. Kwa hiyo unaingia mpaka kwenye savings yako ili mambo yaende, ili msiaibike. Ndio. Na hapo unakuta mmeshaalika watu fulani hivi ili usiaibike, unatoa kwenye savings yako. Kwa hiyo by the time mnamaliza ile harusi, unabaki mweupe. Oya, kwenye vinywaji nenda pole pole. So unabaki mweupe. So mimi nakuja kukusaidia baada ya, najua umetepeta hapo sasa, ndo nakutumia ile 100,000 ya mchango wangu wa harusi, hiyo hapo nimekutumia. Shukrani ambazo wanazipata ni balaa, sio mchezo. Yes. Na mimi sipendi kwenda harusini. Kwa ajili gani? Kila harusi ina kala tofauti. Alafu hizo kala zinaweza nisizivae tena maisha. Kwa hiyo yani ina maana kila harusi ninunue kiatu, ninunue nguo, nitengeneze makeup, ni accessories hizo, sijui kipochi, sijui kinini, sijui jewelry, sijui ambazo zinaendana na ile nguo. Ukifanya mahesabu ya haraka haraka, 500,000 fulani ujue. Kiutani. Haya. I'd rather nikubariki, I say all the best. Nitakuja kanisani, nitawashuhudia, lakini kwenye ukumbi siendi. Baada ya wiki mbili, nitakutumia ule mchango wangu ambao ungeugaragaza siku ya harusi pale kwenye holi, ndio nakutumia kwenye simu yako. Hiyo ni mimi. Hiyo ni formula Barbara. Yes.